Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diwakeo TV. Godbless EJ Lema bado anazungumzia lile swala ambalo limegonga vichwa vya habari nchini Tanzania kuhusu msimamo wa Tundu Antipas Lissu. Godbless EJ Lema ameandika ujumbe mwingine katika mtandao wa Twitter kuhusu msimamo wa Tundu Antipas Lissu, ambapo kutokana na wakili Kisabo alizungumza siku ya hivi karibuni kwamba Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu atakuwa yupo tayari kufanya mazungumzo endapo akiwa huru. Godbless EJ Lema ameshusha ujumbe mwingine katika mtandao wa Twitter, na nukuu ujumbe wa Godbless Lema, na nukuu: nimeona watu kadhaa ambao ni hatari sana kwa heshima ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, wengine ambao walikuwa wanasiasa mashuhuri na wanaishi hawajawahi hata kukanyaga mahakamani. Ghafla wamekuwa mashabiki wa uhuru wake kwa spinning ya hoja ambayo inatengenezwa kwa kumshushia heshima yake. Mheshimiwa Lissu ana heshima kubwa sana kisiasa nchini kuliko wanasiasa yeyote. Kama risasi na jela zilitumika kumaliza zikashindwa, mkakati mpya sasa ni kujaribu scale down heshima yake iliyojengwa juu ya misimamo yake inayobeba haki. Kazi hii inafanyika kwa bidii sana. Hata hivyo, mkakati umekosolewa mpaka sasa. Maadui zangu hawakupaswa kutoka kwa wapambe wake ghafla. Hayo ni maneno ambayo Godbless EJ Lema anasema kiufupi kwamba kuna baadhi ya wanasiasa mashuhuri ambao wanakaa jiji la Dar es Salaam, lakini hawajawahi hata kwenda kumwangalia Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu pale Ukonga, lakini wamekuwa ni mashabiki wakubwa kabisa wa kutaka Tundu Antipas Lissu awe huru. Anasema hicho kitendo kinafanywa ili kumshushia hadhi Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Una maoni gani kama Mwanakeo TV? Ningependa nione pia maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu ni Diwakeo TV. Katika eneo la maoni hapa, wa kwanza anaitwa Odelu, anasema Lema, unaweza kutuambia kwa nini viongozi wa Chadema hawazungumzi msimamo wa Lissu uliotoa kupitia kwa wakili Paulo Kisambo? Kwa nini tupime ushujaa wa imani ya Lissu kwa kulala jela? Lakini Mzungu Pole anasema mimi nikiona tu kitu amesapoti yule Nyerere wa bei ya jioni naanza kushtuka. Lakini Fanuel Alice anasema mmoja wapo ni mzee huyu hapa. Lakini Tony anasema Chadema watatakiwa kuwa makini sana. A lot would be happen, kuwa a very tactical cleaning process going on the right now. Mitume itakuja kujipitisha, lengo nchi ionekane imetupilia imani, ina imani kila kitu kipo sawa. Hizi kelele za mtandaoni ni watu wasio na shukurani. Lakini Chumima anasema anaidhani anaweza kufanya lolote Lissu ajipime katika mizani hii. Kama risasi 16 ziliingia mwilini zilishindwa kumuua yeye, nani ataweza? Kama Magufuli na mafia wake wote wakutaka kumuua alishindwa, akaja yeye. Kama saa 100 ametumia na vyombo vya dola, mahakama ataishia ICC. Lakini Mbwaka Joseph anasema nawaza JPM alitumia vyombo vya dola, bunge, mahakama, polisi, tukana hapo. Lakini JB anasema kwanza madaraka, alisema watu wanaotumia jina la baba yake waache mara moja. Lakini Paul anasema tumezungukwa na wajinga sana. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wametoka katika chapisho la Godbless EJ Lema katika mtandao wa Twitter. Jina langu Diwakeo TV. Tukutane wakati ujao katika masuala ya kisasa. Bye bye.